Vipi mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika kipindi cha mtazamo wa kibiashara hii leo. Na leo tunaangazia fursa mbalimbali zinazopatikana katika bidhaa za mitumba, yaani bidhaa ambazo ni bora lakini zinapatikana kwa bei nafuu zaidi. Jina langu ni Asha Kaoneka, ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Naitwa Yusufu, mfanya biashara mdogo wa viatu. Najihusisha na viatu vya mtumba. Mtumba huu sehemu kwanza ninapoipatia ni sehemu ya mlango mmoja. Najipatia viatu mlango mmoja vilivyo bora na vyenye viatu imara ambavyo bidhaa hizo na zenyewe wanatolea Nairobi. Kwa hiyo Nairobi wanatusaidia, tunapata bidhaa nzuri za mtumba ambazo tunawaletea wateja ili waweze kununua, na mtumba unadumu na mtumba una faida kubwa sana kuliko special. Maana ukiwa na 500,000 unapata zaidi ya robota 10 ya 500,000, ila ukiwa na 500,000 ukienda kutafuta vya special mfuko wa 500 hujai. Ndio maana raha ya mtumba inatusaidia, tunakuwa na faida kubwa kwa wauzaji. Vile vile hata kwenye masuala ya nguo za mtumba zina faida. Kwanza nguo ya mtumba ni kali sana na inadumu, haipauki mara kwa mara kuliko special. Special unavaa leo, kesho ishachanika. Ndio maana wafanyabiashara wengi wanajikita sana kwenye masuala ya mtumba kuliko kwenye masuala ya special. Wanaoingia kwenye special unakuwa na mtaji mkubwa ambao unaweza kaendesha familia mbalimbali kwa kutumia special. Ila ukiwa na mtumba unaanzia hata bei ndogo tu, hata 200,000 unafanya biashara. Ila ukiwa na 200,000 ukienda kwenye special unakwama. Kwa hiyo tunajivunia sana kuuza biashara ya mtumba, kuwa na mtumba. Mtumba ni kitu kizuri mno, kipende sana. Naitwa Saidi Rajabu Swedi, ni mfanyabiashara wa nguo za mitumba. Nguo za mitumba zinatunufaisha sisi kama wafanyabiashara wa nguo. Baadhi ya vitu ambavyo tunafaidika navyo ni kama upatikanaji wa nguo za mitumba kwa sasa unakuwa ni mwepesi. Sawa. Kwa hiyo kulingana na upatikanaji kuwa mwepesi, basi na mzunguko wake unakuwepo ni mwepesi vile vile. Alafu ukizingatia uchumi wetu wa nchi yetu jinsi ulivyo kwa sasa, inakuwa ni inamuia ngumu kwamba mtu kwenda kununua nguo ya bei kubwa sawa kila mara, ila kulingana na kwamba biashara ya mitumba, nguo za mitumba zinakuwa bei yake inakuwa chini kidogo, hivyo inakuwa ni nyepesi sana kwa Tanzania kuweza kununua nguo zile mara kwa mara. Kwa hiyo naweza ngasema kwamba hapa sisi tunanufaika kama wafanyabiashara kwa kuwa mzunguko wake unakuwepo ni mkubwa, sawa, na faida inapatikana pia. Hivyo naweza kusema kwamba biashara mtumba inanufaisha. Kwa majina naitwa Edita Lucas. Mtaa ambao naishi ni huko Maliasili mjini. Hapa Nyamalango nauza nguo za mitumba. Faida zinazotokana na nguo za mtumba, kwanza nguo ya mtumba ukivaa huko peke yako, hamko watu wengi kusema hivi tutakuwa wengi kama vile nguo ya special. Jambo la pili, nguo ya mtumba kama mimi muuzaji inanipa kipato kwa sababu naimili familia yangu. Jambo la yani kwenye kula, kusoma, unaona mpaka watoto wako vyuo. Kwa mtoto wangu mwingine amemaliza Mzumbe mwaka jana, elimu ni mwalimu. Hivyo tumejenga kwa ajili ya kazi hii na mambo mengi. Yaani kila biashara huwa ina changamoto yake, hakuna kitu ambacho hakina changamoto. Unaweza ukaje ukafungua robota sio kama hizo. Yaani unafungua robota la mashuka, unategemea nitakuta shuka, unakuta yani nguo ambazo hata hazieleweki. Unaona? Lakini ushalipia hela, sio kwamba utafika kwenye nguo kama nguo ya special, unafika unaiona ni hii, nataka hii. Lakini hizi ni vitu ambavyo vimekuja vimefungwa. Wafika unafungua, utakachokutana nacho ndio hicho utakachokutana nacho. Sasa yule ambaye atafika mara ya kwanza kufungua zile nguo anakutana sasa na kitu ambacho hakukutegemea, inakuwa ni hasara. Kwa hiyo ndio changamoto ya ya nguo za mtumba hizi ambazo tunazofungua. Yani umelileta hapo, umefungua,
yaani unavyokutana navyo sivyo ambavyo ulifikiria utakutana navyo. Hiyo ndio changamoto yaani ya nguo ya mtumba, ambayo siwezi tunamshauri mtu afungue, sio kwamba afungue, lakini tuambie utakachokutana nacho unaridhika nacho, sio kwamba siku zote utakuta ni hivyo. Kwa siku nyingine unaweza kuta ni nzuri, kwa siku nyingine unakuta ndio hivyo. Kwa majina naitwa Zakaria Vedastus Mtobesha, ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi. Leo tutazungumzia fursa zilizopo katika biashara ya mitumba. Fursa ya kwanza inayopatikana katika biashara ya mtumba ni biashara ya mtumba inatumia mtaji kidogo. Hii ni kwa sababu biashara hii inapokuja katika masoko inakuwa tayari imekwisha kutumika katika na watu wengine tofauti tofauti, hivyo mtaji wake wa kuanzisha biashara unakuwa ni kidogo, kiasi kwamba mtu yeyote akiamua kufanya biashara hii anaweza aka-afford, kwa sababu mtaji wake unaotumika kwa kuanzisha biashara hii ni kidogo. Lakini fursa nyingine ni upatikanaji. Bidhaa hizi upatikanaji wake pia ni rahisi sana, kwa sababu mataifa mengi yamekuwa yakisafirisha bidhaa hii kutoka nchi tofauti tofauti kama China na kuileta katika maybe taifa letu Tanzania kupitia bandari ya Dar es Salaam. Wamekuwa wakisafirisha mitumba tofauti tofauti na kuweza kufikia watu katika taifa kwa ujumla. Fursa nyingine iliyopo katika biashara ya mtumba ni demand, uhitaji wake ni mkubwa. Hii inatokana na kwamba hizi ni bidhaa ambazo tunaita ni inferior goods. Moja ni characteristic ya inferior good kwamba upatikanaji wake, demand yake inakuwa kubwa pale ambapo customs wanakuwa na kipato kidogo, na ukiangalia nature ya Afrika au Tanzania kwa ujumla, kipato chao ni kidogo, hivyo basi wana demand sana inferior goods kama hizo mitumba, nguo, viatu ambazo zimekwisha kutumika, kutokana na kwamba bei yake ni nyepesi, ni rahisi, ambayo kila Mtanzania anaweza akapata, au mtu mwenye kipato cha chini anaweza akanunua, hivyo demand yake inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ni moja ya fursa nyingine ya mitumba. Lakini pia fursa nyingine ni mzunguko wake ni mkubwa. Hii inatokana na uhitaji wake, kama nilivyotangulia kusema kwamba uhitaji wake ni mkubwa. Hivyo kwa kuwa uhitaji ni mkubwa, hata mzunguko wake wa kifedha unakuwa ni mkubwa, kwa sababu wanavyouza, wateja wanavyozidi kuongezeka katika market, hivyo wanaongeza mzunguko pia wa fedha, kwamba bidhaa ina demand yake ni kubwa, kwa hiyo mzunguko wake wa fedha pia utakuwa ni mkubwa. Fursa nyingine ya biashara hii ni faida yake ni kubwa. Faida inakuja kuwa kubwa kwa sababu ya vitu tofauti tofauti. Kitu cha kwanza ni mtaji wake, kama nilivyotangulia kusema kwamba mtaji wake ni kidogo. Hivyo kama ameanzisha biashara kwa mtaji kidogo, alafu mzunguko wake yani demand yake ikawa ni kubwa, kwamba akawa na uwezo wa kufikisha biashara ile ya mitumba katika soko na ikanunuliwa bila shida, hivyo ataongeza profit katika biashara yake. Lakini fursa nyingine ni inakuza pato la taifa. Hii inatokana na kwamba wasafirishaji wakubwa wanaotoa katika mataifa makubwa mitumba hii ni moja ya watu ambao pia wanalipa pato la taifa. Hivyo wanavyokuja na ile bidhaa, kwa kuwa ni wame input katika taifa letu, hivyo basi itasaidia kwamba kulipa yale mapato, na mapato yale yanasaidia kukuza pato la taifa ambayo ni GDP, gross domestic product ya taifa. Lakini fursa nyingine iliyopo katika biashara ya mitumba inasaidia kutatua matatizo ya kiuchumi, kijamii. Hii iko vipi? Kwamba uhitaji wa mavazi ya jamii yanadipendi sana katika biashara ya mitumba, such that watu wengi hawana uwezo wa kununua bidhaa ambayo ni ghali, hivyo
wanavyoinput hii bidhaa ya mitumba inawasaidia watu kwa ujumla walioko katika jamii tofauti tofauti kuweza kununua bidhaa ile bila kuangalia kwamba wanaweza kununua labda special, zile nguo za special au viatu vya special, kwa kuwa tayari wameshaleta hii bidhaa ambayo ina upatikanaji mwepesi. Hivyo inasaidia watu wenye kipato kidogo kuweza kudemandi ile bidhaa kuliko bidhaa ya special. Sababu kubwa inaweza ikatokana na fursa zilizotoka kuzisema, kwa sababu kama uhitaji wake tumeangalia mitumba ni inferior goods kama nilivyosema. Inferior goods nikasema ni bidhaa ambazo demand yake inakuwa kubwa pale ambapo customers au wanunuzi wana kipato kidogo. Hasa tuje katika maisha yetu ya kawaida, mfano Watanzania wengi kipato chetu ni cha chini, na hivyo kama kipato chetu ni cha chini hatuwezi tukademand vitu ambavyo vina gharama kubwa na wakati mitumba ipo. Kwa hiyo ndo maana moja kwa moja tumekuwa tukidemandi sana katika mitumba ambayo kwamba gharama zake za kidogo. Kwa hiyo kutokana na kipato chetu, wengi sisi wenye kipato cha chini tumekuwa tukidemandi mitumba. Kwanza ni mtaji. Despite kwamba mtaji wake ni kidogo katika biashara ya mitumba, lakini biashara yoyote unayotaka kuianzisha lazima upate mtaji. Kwa hiyo iwasapoti vijana ambao hawana kazi kuweza kuwapa kiasi kidogo, kwa kuwa biashara hii inaanzishwa na kipato kidogo, wapate income kidogo ambayo itakayowasaidia kuanzisha biashara hii ya mtumba. Lakini pia waondoe zile waondoe ushuru. Naam, ushuru waondoe, wanaweza siondoe, lakini wakapunguza ushuru ambao wana import kutoka mataifa mengine kule, mataifa makubwa. Wakifika pale bandarini, manake ushuru wao uwe kidogo kwa ajili ya kuwezesha kwamba watu waweze kununua zaidi na kuingiza. Lakini pia serikali iwe na sera ambazo zinapelekea yani zina support, ambazo ni supportive kwa ajili ya biashara hii kiujumla. Muda wa kipindi cha Mtazamo wa Kibiashara umeisha hii leo, lakini fursa za kibiashara katika bidhaa za mitumba hazijaisha. Wewe ni mfanyabiashara na unatafuta mahala pa kuanzia, huenda bidhaa za mitumba likawa ni jibu lako sahihi. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Dorinson Edward na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Asha Kaoneka. Kwa heri.